Habari ya Arusha. Mmenikaribisha sio? Haya, asanteni sana. Kwa hiyo mkitupa ridhaa ndani ya siku 10 za kazi zetu, tutakwenda kuanza kwa majaribio swala la bima ya afya. Baada ya muda tukiona inakwenda vizuri, tutakwenda kutanua katika maeneo mbalimbali. Ombi langu kwenu Wanarumeru, kila mmoja hakikishe ana bima yake ya afya ili kupata matibabu yanayokusudiwa, kupata matibabu bora ambayo serikali yenu imedhamiria kutoa kwa wananchi wake. Lakini jingine linalosaidia bima ya afya, ukiwa na bima yako ya afya, ule usumbufu wa kuzuia maiti hajalipiwa gharama utaondoka, kwa sababu gharama zile zitalipwa na bima ya afya. Kama umetibiwa, umefariki, bima yako inafanya kazi. Ndugu zangu, nigusie kwenye kilimo. Watanzania ni wakulima wazuri sana. Kwenye kilimo tumefanikiwa kwanza kufanya Tanzania izalishe mazao kwa wingi. Tunavyozungumza sisi sasa Afrika ni wa pili kwa kuzalisha mahindi kwa wingi, lakini ni wa pili kwa kuzalisha tumbaku kwa wingi, na mazao mengine yanakuja juu. Tunazalisha chakula chini sana. Sasa hivi Tanzania tunaitegemea kwa chakula kwa 128%, na pia tumeondosha ule mpaka wa mazao ya biashara, mazao ya kilimo. Sasa hivi kila zao ni biashara. Lengo letu ilikuwa ni kilimo biashara, na tukifika 2030 sekta ya kilimo ikue kwa 10%, na huko ndiko tunakoelekea, na jinsi ninavyoona tunakwenda kufikia huko. Kwa nini? Kwa sababu tumetoa kipaumbele kwanza kwenye kilimo cha umwagiliaji maji. Tunatengeneza mabonde kadhaa ya kumwagilia, ambayo pia miradi ile inakwenda kuzuia mafuriko. Kama alivyosema mbunge hapa, tuna tatizo la mafuriko. Kwa hiyo kupitia mabonde ya kumwagilia tunakwenda kutengeneza skimu za kumwagilia na system au njia za kuzuia mafuriko. Lakini la pili kwenye kilimo ni ruzuku. Tumeamua kutoa ruzuku ya mbolea na pembejeo ili wakulima wazalishe kwa wingi, na hiyo imetusaidia. Uzalishaji wa chakula umekuwa sana. Tunaweka akiba ya chakula. Akiba yetu ya chakula sasa ni zaidi ya miezi 4. Kama mvua zisiponyesha, Mungu atupishie mbali, mwaka mzima hatuwezi kufa njaa, tuna chakula cha kutosha. Tunaweka chakula yenye farei, lakini tunazalisha chakula kwa ajili ya biashara. Kwa hiyo pembejeo za ruzuku, hiyo ndiyo ajenda yetu ya pili. Ya tatu, kilimo cha kutumia teknolojia. Kilimo cha kutumia teknolojia, kuanzia mashine za mashambani, uhifadhi wa vyakula, upimaji wa vyakula tunapokwenda kuuza, hata malipo. Sasa hivi hatumlipi mkulima mkononi shika, ni teknolojia. Tunamtilia kwenye account message kwenye simu yake. Hata unapokwenda kupima magunia yako uliopeleka kama ya mahindi, pamba au chochote, mashine kisha kupima inakwambia uzito na pesa zako kwa uzito ule, message kwenye simu yako hapo hapo. Nizungumzie maombi yaliyoletwa hapa, na la kwanza ni barabara. Kuna barabara kadhaa ambazo tumeziweka katika ilani ya uchaguzi. Barabara kadhaa za Tengeru, za Rumeru, kwa inawezekana labda nyingine za Rumeru mashariki, nyingine magharibi, lakini kwenye ilani ya uchaguzi kuna barabara Tengeru Sariva kilomita 11.3, barabara ya Malula Garena Nyuki yenye urefu wa kilomita 33. Kuna barabara ya Maji ya Chai Sakila yenye urefu wa kilomita 16. Hizo zitakwenda, tunazimalizia kwa kiwango cha lami. Lakini kuna barabara ambazo tumezikabidhi kwa TARURA. Barabara hizi watakwenda kuzijenga TARURA, nyingine kwa kiwango cha lami, nyingine kwa kiwango cha changarawe,
kiasi ambacho kipitike mwaka mzima, ije mvua lije jua, barabara ziendelee kupitika. Kwa hiyo TARURA tunakwenda kuongezea budget ili wajenge barabara hizo. Lakini swala jingine ni ombi la soko, na hapa kwenye masoko nataka kusema kuna ombi la soko la Ngaramtoni, nadhani limo kwenye ilani, lakini kama halimo tumelibeba. Lakini pia mara moja nilipokuwa nimesimama pale Tengeru, nilitoa ahadi ya ujengaji wa soko lile la Tengeru pale. Ahadi yangu iko pale pale, na kipindi hiki ndicho tunakwenda kujenga soko la Tengeru. Lakini niseme serikali ya Chama cha Mapinduzi tuko hapa kuomba kazi. Tupeni kazi. Tunasema kazi na utu. Bwana Rumeru kule nyuma, kazi na utu. Nawashukuru sana.